Majina naitwa Dr. Ghanima Chanzi, ninatokea Chuo cha Maji. Leo tuko hapa Arusha katika maonyesho ya maadhimisho ya kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani. Sisi kama taasisi ambayo tuko chini ya Wizara ya Maji, tumeungana na taasisi nyingine za Wizara ya Maji hapa Arusha kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kwa teknolojia mbalimbali za kuboresha maswala au mahitaji tofauti ya katika sekta ya maji. Kwa Chuo cha Maji kwa Arusha, katika maonyesho haya, kikubwa ambacho tumekuja kufanya ni tumekuja kuwaelekeza wananchi wa Arusha njia sahihi ya kuvuna maji ya mvua, kwa sababu maji ya mvua ni chanzo cha maji ambayo ni salama, ni masafi, yanafaa kwa matumizi na ni mbadala wa upatikanaji wa maji kwa wakati ambao maji yanakuwa na changamoto ya kupatikana. Kwa hiyo njia salama kabisa ya kuvuna maji ya mvua na ni kuhakikisha kwamba katika uvunaji wako system ni zile zile ambazo tumeweka katika nyumba zetu, ambazo tunafunga gata, tunafunga mabomba, tunapeleka maji kwenye matenki. Lakini sasa kwa nini tunasema njia ya kitaalamu ya kuvuna? Tumekuwa na desturi kwamba tukivuna maji haijalishi kwamba ni masafi au machafu, yote tunakusanya katika sehemu moja. Sasa tumekuja kuelekeza watu wa Arusha na Watanzania wote kwa ujumla kwamba njia sahihi ya kuvuna maji ya mvua. Kwanza kabisa, mvua ya kwanza haitakiwi kuvunwa kuweka katika chombo cha kuhifadhia maji yako kwa muda mrefu. Njia sahihi ni kuvuna maji ambayo tunaondoa yale maji ya kwanza ambayo mvua ya kwanza ikinyesha, tunafahamu kwenye bati kunakuwa kuna majani, kunakuwa kuna vinyesi, kunakuwa kuna vumbi. Kwa hiyo vile ndio vitu ambavyo vinachangia kuharibu maji ya mvua, yakihifadhiwa yanaharibika. Kwa hiyo tunaondoa kwanza haya maji ya kwanza, tunahifadhi kwenye tanki ambalo tutayatumia haya maji aidha kwa kumwagilia au kwa kufanyia shughuli mbalimbali za kwenye mazingira ambazo hazina athari na uwepo wa hizo takataka. Baada ya hapo sasa utavuna maji yako ya mvua yakiwa safi na salama bila kuwa na hivi vitu vyote na kuhifadhi kwenye tanki lako la muda mrefu. Lakini pia tumewaelekeza wananchi kwamba ukihifadhi maji ya mvua hakikisha at least mara moja kwa mwezi unaweka dawa au kwa kawaida hizi wananchi tunazoea kuzitambua kama water guard kwa ajili ya kuhakikisha vimelea vya vidudu havioti katika tanki lako la kuhifadhia maji. Lakini pia kitu kingine cha muhimu tumewafundisha wananchi ni jinsi gani wanatakiwa wasafishe mara kwa mara matenki yao ya kuhifadhia maji, kwa sababu bila kufanya usafi pia hata kama maji unayovuna ni masafi, itafika mahali tanki litaotesha uchafu na ukungu pia utachafua maji yako. Kwa hiyo wananchi na wakazi wa Arusha tunaendelea kutoa rai kwamba mvune maji ya mvua ili kupunguza makali ya ukosefu wa maji. Rais ametuwezesha, tumeweza kuwafikia wananchi wale na kuwatua ndoo kichwani kwa kuwasogezea huduma ya maji safi, ambapo mpaka saa hizi wameanza kunufaika na mradi huo. Lakini pia tuna miradi mingine ambayo tunahudumia, kuna Mererani, tunahudumia Monduli, tunahudumia pia huku Usariva. Kwa hiyo hayo yote tunayachukulia kwamba tunamtua mama ndoo kichwani, tukiendelea na kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwa majina naitwa Mary Maleko, mimi ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma. Katika kauli mbiu ya kuhakikisha tunamtua mama ndoo kichwani, kama mamlaka ya maji na usafi wa mazingira jiji la Arusha, tumeweza kutekeleza miradi mbalimbali ikiwa ni miradi mikubwa ndani ya jiji na nje ya mji. Kwa upande wa nje ya mji tuna miradi mingi midogo midogo ambayo tumeitekeleza katika sehemu ambazo zilikuwa kame kabisa, ili kuhakikisha mama hatumii muda mrefu kwenda kuchota maji nyumbani. Kwa mfano kuna mradi wa Longido, kuna mradi wa Namanga, kuna mradi wa Mererani, Monduli. Maeneo yote hayo yalikuwa kame sana, na kweli katika ile jamii ambao watu wanaishi kule sasa ni Wamasai, huduma ya maji ilikuwa ni changamoto. Lakini kwa sasa hivi tuweza tukakaa hapa tukasimama na kusema kuwa huduma ya maji imewafikia, wanapata maji na imezingatia. Mtoto wa kike alikuwa hawezi kwenda shule kwa sababu inabidi atembee umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kuchota maji. Lakini kwa sasa hivi mtoto wa kike ni sawa na mtoto wa kiume. Mtoto anatumia muda mfupi kuchota maji kwa sababu huduma ya maji imeweza kumkaribia na anapata muda wa kufanya vizuri katika masomo yake. Sambamba tu na hayo masomo, pia kiafya imeongeza afya kwa wale watoto na wanawake ambao afya zao zilikuwa zinazorota sana kwa ajili ya kwenda kufuata maji umbali mrefu. Kwa sababu hiyo sasa tunaweza kuona katika jamii kama hizo hata hali ya kiuchumi imekuwa kubwa, kwa sababu
ule muda walikuwa wanatumia mwingi sana katika kuchota maji, kwa sasa wanatumia huo muda katika kufanya kazi za uzalishaji, kwa mfano kilimo, ili kuweza kufanya nini? Kufanya maisha yao yaendelee kuwa mazuri.